Naam, Samia Suluhu huenda akajutia kumpeleka Tundu Lissu mahakamani. Vilevile madai mengine yameibuka kutoka kwa viongozi na wafuasi wanaoipinga Chadema kuwa kuna watu wanaofaidika na kesi ya Tundu Lissu, wanafaidika kwa Tundu Lissu kuwa gerezani. Kwa mujibu wa kauli yake, mwanaharakati na kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Martin Maranja Masese, sasa amewataka wanaodai kuwa kuna watu ndani ya Chadema wanaofaidika na hali ya Tundu Lissu kufungwa gerezani Ukonga kuhakikisha wanachukua hatua wanazoweza ili hali hiyo ibadilike, ikizidi wamwachilie huru Tundu Lissu ili Chadema wasifaidike tena. Like video hii, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele kabla ni kujuze mengi zaidi kuhusiana na ripoti hizi. Kwa miezi kadhaa sasa, suala moja limeendelea kutawala mjadala wa kisiasa nchini Tanzania kuliko karibu masuala mengine yote: kufungwa kwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Lissu. Vita vyake vya kisheria imesalia kuwa kiini cha mjadala wa kitaifa nchini, ikivutia maoni kutoka kwa viongozi wa kisiasa, wanaharakati, wafuasi, mashirika ya haki za binadamu na taasisi za kimataifa. Lakini sasa utata mwingine umejitokeza. Safari hii suala si kuhusu yale yaliyotokea ndani ya chumba cha mahakama. Badala yake ni kuhusu madai yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii yakidokeza kuwa baadhi ya viongozi ndani ya Chadema wanapata manufaa ama wanafaidika kisiasa kutokana na ukweli kwamba Tundu Lissu bado yuko gerezani. Madai hayo sasa yameibua majibu makali kutoka kwa mmoja wa wanaharakati wa chama hicho anayezungumza waziwazi. Martin Maranja Masese, anayefahamika zaidi kama MMM, amekanusha hadharani madai hayo na kuwatuhumu wale wanaoyasambaza kwa kujaribu kusababisha ama kujaribu makusudi kuwapotosha watu kutoka kwenye kile anachoamini kuwa ndilo suala la msingi. Martin Maranja Masese, kwa mujibu wake, mjadala wa kweli haupaswi kuwa kuhusu iwapo watu fulani wanapata manufaa ya kisiasa. Martin anasema mjadala wa kweli unapaswa kuwa kuhusu sababu ya Tundu Lissu kuendelea kuwa gerezani. Katika ujumbe mrefu aliouweka kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii, Martin Maranja Masese, yani MMM, aliwakosoa vikali wale wanaodai kuwa baadhi ya viongozi wa Chadema wamepata ushawishi au faida ya kisiasa kwa sababu Lissu amesalia kizuizini. Alitupilia mbali madai hayo akisema ni ya uongo na yanayopotosha. Kwa mujibu wake, wale wanaotoa tuhuma hizo wanajikita kwenye suala lisilo sahihi wakati Tundu Lissu akiendelea kukabiliwa na mchakato wa kisheria unaoendelea. Alisema kuwa badala ya kusambaza uvumi, wakosoaji wanapaswa kuelekeza nguvu zao katika kuhakikisha kuwa suala la kisheria la Lissu linatatuliwa. Kisha MMM akatoa kauli moja iliyovutia mara moja hisia za watu wengi wanaofuatilia mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. Alisema kuwa ikiwa wakosoaji wanaamini kweli kuwa kuna watu ndani ya Chadema wanaofaidika na kufungwa kwa Tundu Lissu, basi suluhisho ni rahisi sana: wamwachilie huru Tundu Lissu ili viongozi hao wasifaidike tena. Kwa mujibu wake, pindi Tundu Lissu atakapokuwa huru, madai kwamba wengine ndani ya Chadema wanafaidika na kesi ya Tundu Lissu au kufungwa kwake Tundu Lissu yatatoweka yenyewe. Hoja yake ilikuwa wazi na ya moja kwa moja. Nikimnukuu, alisema hivi: ikiwa unaamini watu wanafaidika kwa sababu Lissu yuko gerezani, alisema, basi achiwe huru mara moja ili faida yoyote unayodai kuwepo ikome. Kauli hiyo ilienea kwa kasi katika mjadala wa kisiasa kwa sababu ilirejesha umakini kwa Tundu Lissu mwenyewe badala ya migogoro ya ndani ya Chadema. Kwa miezi mingi, suala la kufungwa kwa Tundu Lissu limeendelea kuwa mojawapo ya masuala ya kisiasa yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini Tanzania. Kila kikao cha mahakama, kila kuahirishwa kwa kesi, kila maombi ya kisheria, anaamini kuwa mijadala hiyo inapaswa kusalia ikijikita kwa Tundu Lissu. Kwa mujibu wake, madai kwamba viongozi wa chama wananufaika kisiri na kufungwa kwa Tundu Lissu yanapotosha tu umakini kutoka kwenye suala la msingi ambalo linafaa kuwa muhimu na kutiliwa maanani. Alisisitiza kuwa badala ya kutoa tuhuma zisizo na ushahidi, watu wanapaswa kuuliza ni nini kinaweza kufanyika ili kuhitimisha mchakato wa kisheria wa Tundu Antipas Lissu. Katika maelezo yake yote, Martin Maranja Masese alisisitiza mara kwa mara kuwa mjadala unapaswa kurejea kwa Lissu mwenyewe. Hata hivyo, yeye bado ni mwenyekiti wa taifa wa Chadema. Kufungwa kwake kumeathiri si tu taaluma yake ya kisiasa, bali pia mwelekeo wa chama kikubwa zaidi cha upinzani
upinzani nchini. Kwa mujibu wa MMM, uhalisia huo ndio unaopaswa kupewa kipaumbele. Pia alienda mbali zaidi kwa kuwatuhumu wale wanaoeneza madai hayo kuwa wanatoka upande wa kisiasa unaopingana na Chadema. Akiwaita wafuasi wa CCM, alidai kuwa tuhuma hizo zililenga kudhoofisha imani ya umma kwa chama hicho cha upinzani. Hata hivyo, ni muhimu kuzingatia kuwa haya ni maoni tu ya kisiasa. Hakuna ushahidi huru uliowasilishwa kuthibitisha kuwa wanaotoa madai hayo ni wanachama wa CCM. Kadhalika, hakuna ushahidi uliothibitishwa kwa njia huru unaoonyesha kuwa viongozi wa Chadema wananufaika binafsi na kufungwa kwa Tundu Lissu. Kwa hivyo, mjadala huo unasalia kuwa wa kisiasa zaidi kuliko wa ukweli wa mambo. Hata hivyo, utata huo umeibua upya mjadala kuhusu vita vya kisheria inayoendelea ya Tundu Lissu. Wafuasi wengi wanahoji kuwa kila siku anayokaa gerezani ni siku nyingine ambapo masuala muhimu ya kisiasa yanasalia bila kutatuliwa. Wengine wanasisitiza kuwa mahakama lazima ziruhusiwe kukamilisha mchakato wa kisheria bila kuingiliwa. Vyovyote vile watu wanavyochukulia suala hili, ukweli mmoja unabaki pale pale. Tundu Lissu anaendelea kutawala mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. Kesi yake inaendelea kuvutia umakini wa kimataifa. Hata hivyo, na kila tamko la umma linalohusiana naye linaendelea kutawala vichwa vya habari. Kauli za hivi karibuni kutoka kwa kada huyu wa Chadema ni mfano mwingine tu wa hali hiyo. Ujumbe wake haukuelekezwa kwa mahakama, haukuelekezwa kwa waendesha mashtaka, badala yake uliwalenga wale wanaoitilia shaka umoja wa ndani ya Chadema. Kwa mujibu wake, mijadala hiyo haileti matokeo yoyote ikiwa itapouza suala la msingi. Anasema suala hilo la msingi ni kuendelea kushikiliwa gerezani kwa Tundu Lissu. Aliwataka wakosoaji kuacha kurudia madai ambayo hayawezi kuthibitishwa. Badala yake aliwataka kuunga mkono juhudi zinazolenga kuhitimisha mchakato wa kisheria unaomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Kauli zake zimepokelewa kwa mitazamo tofauti. Baadhi ya wafuasi walisifu hatua yake ya kumtetea Tundu Lissu, wakisema mjadala unapaswa kimsingi kujikita katika kupata haki kupitia njia za kisheria. Mtazamaji, kauli zake zimepokelewa kwa mitazamo tofauti. Baadhi ya wafuasi wamesifu hatua yake ya kumtetea Tundu Lissu, wakisema mjadala unapaswa kimsingi kujikita katika kutafuta haki kupitia njia za kisheria. Wengine walisisitiza kuwa vyama vya siasa vinapaswa kuwa tayari kukaguliwa na kuchunguzwa wakati wote bila kujali mazingira yanayowazunguka viongozi wao. Hata hivyo, licha tofauti hizo za maoni, taarifa hii imemrejesha Tundu Lissu katika kiini cha mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. Hata hivyo, swali linabaki, je, Tundu Lissu atakaa gerezani kwa muda gani? Ni lini mchakato wake wa kisheria utafikia tamati? Na matokeo hayo yatakuwa na athari gani kwa mustakabali wa kisiasa wa Tanzania? Maswali hayo bado hayajapatiwa majibu. Ujumbe huu unasisitiza kuwa badala ya kuwashutumu wanachama wa Chadema kwa kujinufaisha kisiasa na kufungwa kwa Tundu Lissu, umakini unapaswa kuelekezwa kikamilifu kwa Tundu Lissu na kesi yake ya kisheria ambayo inaendelea kuathiri taswira ya kisiasa nchini. Nijuze maoni au mtazamo wako upande wa comment, like video hii, subscribe